Shalom, 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 shalom. Mjambo ndugu na dada pote unaponifuata. Ninakusalimu tena kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo na kukaribisha kwenye programu yetu siku ya leo. Najua wiki iliyopita tulikuwa na somo nzuri sana. Tulizungumza kuhusu nguvu ya dhambi. Na leo tuna somo lingine ambalo najua litakusaidia sana. Jiandae kupokea kutoka kwa Bwana, jiandae kupata kile ambacho kitakusaidia katika maisha yako. Chukua kalamu na karatasi, chukua Biblia yako kando ili kwamba tunapoingia kwenye neno uweze kubarikiwa. Na leo tutazungumza kuhusu kupimwa ama être testé kwa Kifaransa. Somo letu la leo ni kupimwa, kuweka kwenye mzani, kuweka kwenye mtihani. Ni somo ambalo tutataka tuzungumzie siku ya leo. Na tutalipata kwenye Mathayo 25 kuanzia mstari wa 14 mpaka 29 ama Matthieu chapitre 25 kuanzia verset 14 mpaka verset 29. Nataka utakuwa na muda fulani wa kusoma, ila tutaenda tunasoma polepole shairi kwa shairi. Na mbele niingie kwenye somo letu, acha nikaombe kwa ufupi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwamba salama, alfa na omega, simba kabila Yuda, kimbilio la msaada kweli. Baba, nakuja mbele zako kwa muda kama Bwana kwa ajili ya watoto wako mfalme wa falme. Tazama Bwana, neno hili Bwana naleta mbele zako mfalme wa falme. Bwana, neno lako ni taa ya miguu yetu Bwana majishi. Acha Bwana neno hili Bwana liwe nuru kwenye maisha yangu, kwenye maisha yetu sote Bwana, ili uweze kutusaidia kwenye maisha yetu. Mfalme wa falme, naombea ndugu na dada ambao wanataka kunisikiliza mahali hapa. Ninaharibu kila nguvu za giza, esprit ya distraction ninavunja na kuharibu katika jina la Yesu. Roho ya kunyang'anya neno inaifungia katika jina la Yesu Kristo. Mfalme, naombea kila mtu Bwana nguvu za Roho Mtakatifu anaposikia Bwana kampanue zaidi, akaweze kufahamu na kuelewa zaidi neno hili la siku ya leo. Asante Mfalme, asante simba kabila Yuda, ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu na mara kwa mimi. Amen. Nimesema kichwa cha neno ni kupimwa ama être testé kwa Kifaransa. Na somo hili nimesema kwenye Mathayo 25. Nisome kwanza ili tuingie kwenye neno. Biblia inasema hapa ni Yesu Kristo alikuwa anazungumza. Mathayo 25 mstari wa 14 anasema, maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri. Aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5, akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema, mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. 22 nasema, akaja yule aliyepokea talanta 2, akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2, tazama talanta nyingine 2 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema, mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja yule aliyepokea talanta 1, akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipoyatawanya. Wakusanya usipotawanya. Samahani. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi, yani kwenye udongo, akaichimbulia shimo. Tazama,
unayo iliyo yako. 26 anasema, bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, yaani goigoi, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoa riba, yaani kwenye benki, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Basi nyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta 10, yaani yule wa kwanza. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Ili ni somo, ni passage bibliki ambao tumeisoma sana. Karibu ndugu na dada, unaponisikiliza jiandae kabisa ili ubarikiwe. Ni somo ambalo tumelisoma mara nyingi sana, tumehubiriwa mara nyingi sana kuhusu somo ya talanta. Lakini leo nataka tujifunze kwa mtazamo mwingine, tujifunze kupitia njia nyingine ambayo itakusaidia. Tumejifunza juu ya talanta mara nyingi sana, lakini nataka leo Roho akuzungumzie, Roho ajifungue kwako kwa njia nyingine, ili kwamba uelewe kiupana kuhusu somo hili ambalo litakusaidia. Unajua talanta ni kitu ambacho Mungu ameweka ndani ya binadamu. Ni ujuzi ama connaissance ambao Mungu ameweka ndani yako wewe na mimi kama vile binadamu. Unaweza kuwa mpagani, unaweza kuwa Mkristo, lakini ni lazima, kama Mungu aliumba mwanadamu, ni lazima kuna talanta, kuna zawadi, kuna kipawa, vile unaweza kuita, sababu unaweza kuita kipawa, zawadi, talanta, sijue ujuzi fulani Mungu ameweka ndani ya kila binadamu. Uwe uko sijue Mkristo, kuna kipawa. Uwe uko sijue uko mpagani, ni lazima kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako wewe binadamu, kiumbe ambao uliumba kwa mfano wa Mungu. Uwe mtu ambaye umesoma, uko intellectual ama uko illettré au kusomaka, ni lazima kuna kitu ambacho ni talanta, kuna ujuzi, connaissance yenyewe Mungu ameweka ndani ya maisha yako. Inabidi wewe mwenyewe ujuzi ni gani. Unajua mara nyingi kuna vipawa na talanta ama karama ama gift ambazo Mungu ametupatia, lakini kwa sababu ya ignorance, kwa sababu ya ulegevu ama sijue naweza kuita namna gani, tunakuwa kabisa walegevu mpaka tunasinzia, tunakuwa paresse. Shetani anatumia talanta nyingi sana, sababu Biblia inasema kazi ya shetani alikuja kuua, kuiba na kuharibu. Shetani kwa sababu kia bomola nyumba tu, lakini connaissance ambayo Mungu aliweka ndani mwako, shetani anakuja kuiua, kuiba na kuiharibu. Ndio mission principale yake. Lakini Bwana amekuja ili kwamba tuwe na uzima tele, tuwe na furaha tele, na ndio maana ameweka talanta ndani ya kila mtu. Najua kuna zile talanta ambazo zinaonekana hata mtu angali mdogo, age ngali chini, unaanza kuona kipawa fulani ndani ya mtoto kinaonekana. Kuna zingine zinakuja zinasubiri mtu anapokuwa, anapokomaa, zinakuja zikionekana. Kuna zile zingine talanta saa zingine ama zawadi za kiroho ambazo huenda zinatamani mtu wakati anaamini Kristo, mtu ameokoka. Njoo, kuna zingine talanta, kuna zingine zawadi ambao zinaanza kuonekana, kujimanifeste kwenye maisha ya mtu. Nazo ni za kiroho. Zingine hazijali, uwe umeokoka, uwe ni mpagani. Ni talanta. Kuna watu wana vipawa, na mtu kuna talanta fulani anaifanya, lakini kwa sababu ya kutokujua ni Mungu aliweka kile kitu ndani ili kimsaidie, anakufa na iko na talanta, iko na power, iko na uwezo fulani, inakufa. Lakini nataka nikwambie, Mungu aliweka zile talanta ndani yetu, mimi na wewe, ili kwamba tukaweze tukaziexploiter, kila mtu mdomene yake, tuweze tukatumie zile talanta. Unaweza kuiona ni talanta ndogo, lakini ukidevelop, ikipata encadrement, inakuwa kitu kikubwa sana. Nimesema inaweza kuonekana mtu ni mdogo, inaweza kuonekana zingine mtu akwe mzima, inaweza kuonekana ukiigundua, fanyia kazi. Unapoitambua ile talanta mapema, hata katika mtoto ambaye umemzaa, fanyia encadrement ili kwamba haitamsaidia yeye peke yake, lakini itakuwa msaada kwa watu wengi kupitia kile kipawa. Nimeona watoto kwenye social media, anakamata hizi mikebe za mafuta za maji, anatengeneza ndege ama airplane, avion, anaitengeneza tu mzuri, anaichora, anaipatia image kabisa vizuri.
Unaona, ile ni kipawa ule mtoto wako nacho. Lakini nani anaweza kukisaidia kile kipawa? Anaweza katengeneza ile ndege vile, naona saa zingine kesho anaweza kutengeneza hata ile boarding ama ile kinyumba tu kikarakasi kia ndege, anaweza kukitengeneza vizuri. Ile akifanya welding ama sudir, anaweza akafanya kitu mpaka mnaona anatengeneza kitu kizuri sana. Lakini zile vipawa nyingi zinakufa na zimeonekana ni mtoto mdogo. Mataifa ambazo zimedevelope sana, zimeendelea mbele, watoto kama wale wanawapatia maformation ziko specialize mwa ile domaine, anaendelea na anakuwa kabisa mtu mzima mkubwa. Na zingine zinahitaji muda, kunahitaji perseverance ama uvumilivu ili kwamba ziweze zikamee kabisa, zinakuwa machua. 14 inasema, Mathayo 25:14 aseme maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri. Aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake, akampa mmoja talanta 5 na mmoja talanta 2 na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake akasafiri. Aseme alipatia kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake. Nataka tu underline sana kitu kinaitwa uwezo ama capacity. Hapa ni Yesu alikuwa anasema hii mfano. Pale ku verset 15, verset B yake, aseme kila mmoja kulingana na uwezo ulio ndani mwake. Yaani ule Bwana hakupeana talanta kwa kubahatisha, alitoa kulingana na capacity, uwezo wa kila mtu. Yaani alikuwa ameshakafanya analyze, alikuwa amesha analyze, amefanya evaluation ya kila mmoja ili kwamba aweze akawapitishe kwenye mtihani. Sasa anaona huyu, naona kama mkazi anakuwa hivi, huyu naona anakuwa hivi, huyu naona, kumbe ni jaribu. Kuna wakati mwingine unaweza kuassume, unafikiria mtu zingine iko very intelligent, lakini inabidi kwanza umjaribu njoo ujue kama iko na akili ama saa zingine ana pretend. Sababu kuna watu wana pretend, lakini kuishia mpretension akasema hapana, acha nijaribu. Naona huyu anakuwa anajaribu hivi, akatoa 5 kwa huyu, akatoa 2 kwa huyu, na akatoa 1 kwa ule mmoja. Kabla safiri aseme akaremetre mali yake. Unajua wakati mtu anasema nataka nisafiri, wewe nitasafiri mwezi mzima, biashara yangu isi collapse, biashara yangu isianguke chini, bidi niachie fulani management. Wewe utakuwa kwa warehouse, wewe utakuwa kwa ofisi, wewe utakuwa hivi kwamba ninapoenda nirudie nikutane kabisa biashara yangu iko stable. Isisimame kwa sababu siko duka inafunga pana. Isisimame kwa sababu kanisa siko, kanisa linafungwa pana. Unakuwa tayari unakuwa na watu ambao umepoint, unajua huyu kabisa anaweza kashika hapa. Asema akapeana kila mtu kulingana na uwezo wake, capacity. Unajua, acha nikwambie jambo kabla niendelee. Mungu hamjaribu mtu. Na kama Mungu anafika kwa kiwango cha kukujaribu wewe ambao unanisikiliza, ni kwa faida yako. Yaani ukiona Mungu anatafuta kukujaribu, ni kama kukutaka kukuongeza, kukupanua ama kukupatia promotion. Ndio nakutana saa zingine anakuletea jaribio fulani ili kwamba akupromote, ili kwamba kutoe akupeleke kiwango kingine. Kuna mtihani, kuna test, kuna kupimwa ambayo inakuja. Sio kwa sababu Mungu anakuja kwa sababu akuangamize. Test ya Mungu sio kukuangamiza. Na ndio maana tunaita jaribu kwa shetani tunaita jaribu, lakini kwa Mungu tunaita ni kipimo, unapimwa. Ndio tunaita test ama mtihani. Hiyo hatuiti jaribu. Hapana. Nimekwambia kuna tofauti kati ya kupimwa na kati ya kujaribiwa. Ni vitu mbili zinaonekana ziko moja, lakini ziko tofauti. Kupimwa na kujaribiwa ni vitu tofauti. Kumtestea mtu ni kama ni pale tu, mfano nyiko rahisi. Unaweza kumkamata mtoto mdogo wa miaka 2 ama 3, unamnunulia packet ya biscuits par léger ama glucose, unamwambia na kununulia hii biscuit. Iko na biscuit 20 ndani ama 30. Unamkabidhi mtoto. Ama sachet ya sweet unampea, unamwambia unaweza nipatia angalau ka biscuit tu kamoja. Ndio mtihani, ndio test. Mtoto anaangalia hii biscuit yote 30 nimpatie moja. Na wewe ndio umemkabidhi. Kumbe ulimpa kwa sababu unataka kwanza uangalie degree ya uaminifu wake. Ndio alisema wewe ni mwaminifu, umekuwa mfanyakazi mwaminifu.
Ile njoo test unasikia mtu anakuwa. Kwa hivyo mtu anakutestia kwa sababu amekupatia, aone mtu ndeze endelea tena mpatie siku nyingine. Anakupatia kwanza apime, aone kwanza huyu mtu kweli na mkabidhi kwa niangalie kwanza degree ya uaminifu wake. Kiona mara nyingi kijana ambaye ana malengo, kijana mwenye kuna ambition, hawezi akakuoa tu bila kufanya test. Na asimaanishe kuzini, kufanya uzinzi na wewe, hapana. Kijana mwenye ana malengo, kijana mwenye iko mwerevu sana, iko na maambition, anaweza kamata hata password yake ya bank account yake anashare na wewe. Donc anaitia tu pale na jaribu, anasema huyu nataka ni wewe mwanamke tufanye naye maisha. Ni mwanamke ambaye nimempenda, naona wenda tukifanya naye maisha. Anaweza akakutega tu ile bank account, anaiacha tu, anakupea password. Anafaa samblasa mwenye haone kitu. Angalie tu kwanza huyu tunaenda naye wapi. Hata mabinti kuna wengine wako very intelligent hivyo. Anataka angalie mtu ambaye nitamuoa kesho, mtu ambaye nina malengo, niko na ambitions za maisha yangu. Nataka nione mtu mwenye kabisa iko na uwezo wa kutembea kabisa na malengo yangu. Anakupa password ya account zake. Unashangaa. Ndio anakuonesha kwanza ni kuamini, kuonesha hatua ya kukuamini. Anakupa. Mwingine unatana anaweza kuwa na pesa, mshahara wake. Kila mshahara anakuja anapata kama mwisho wa mwezi, hana bank account, anakupatia weka na ni mchumba, bado huko mchumba wake, anakupa mshahara wake wote, anamwambia weka. Kuna wengine hata walikutana na kwambia walikuwa wanaenda kumdote mali yote nje, alikuwa anapata kidogo, anakuja na mwekesha kwa sababu hajifanye, kwa sababu anashindwa kuweka. Anaifanya ili kwamba anataka apitishe mtihani, angalia huyu mtu ambaye niko nataka nifanye naye maisha ni mtu wa aina gani. Mwingine anaanza kamata duka, biashara duka nzima, anaiacha kwenye mikono yako, anasema umanage kila kitu, ujere kila kitu, anaifanya tu kwa utashi. Anataka angalie eske ni mtu ambaye niko na deal na ni mtu ambaye atakuwa na mimi. Anakuachia duka nzima, alafu anajifanya tu polepole, anakuwa na kuwatch polepole bila wewe kujua. Anaweza kaweka pale kila kitu kwenye hizo shelves ama etagere, sasa mwenyewe hajui. Kesho anakuja anakuambia nipatie report, unampa report, anaangalia. Kama kuna kitu kilitolewa na hajaona kwenye report, ananyamanza, hata sema kitu. Alafu tashangaa tu ghafla mtu ulikuwa sawa na yeye anaamua anavunja relationship. Nini mbaya? Kumbe alikuwa anaangalia one by one. Alikuwa saa zingine aliweka packets ama duzeni ya bunga, mapaketi za bunga ameweka pale. Anakuja leo na utana bunga haiko. Kesho anakutana ile bunga haiko. Kesho anakutana mkebe ya nido haiko. Ananyamanza tu. Unajua leo kuna waka ma CCTV kamera wanaziweka, lakini yeye wakati hazikukua anaweza kapanga tu pale kila kitu. Akikuuliza report anaangalia kitu fulani na kiko na hata kuuliza na nyamanza. Siku moja atakubana tu pana kwambia mbona hii sijaona report. Ndio anataka ajue. Una hapana, ni mjomba wangu alikuwa anapita hapa akakuwa na njala, siwezi tika mtoto wa jomba wangu alale njaa, unampatia bunga. Anasema okay, ananyamaza. Haujakuwa mke wa mtu tayari unaanza kufanya gharama za mtu. Mwanaume unaona anapotea, anakimbia, huyu mtu sione nikienda naye mahali. Kwa hivyo anaangalia movement yako yote, anafika tu kwenye anaacha, unakutana vitu zingine relation ilivunjika, iko vitu za kubwa sana, ni vitu zidogo tu, kumbe alianza kukupitisha kwenye mtihani. Kwa hivyo Mungu anapotest mtu, Mungu anapompima mtu, anakupima kupitia kile kitu ambacho alikukabidhi, kama vile alifanya Abrahamu alipompa Isaka. Mungu hakujaribu, hakutesti kwa sababu kuna kitu ambacho kia special ambacho atampatia. Anataka tu angalie degree ya uaminifu, vile maandiko imetuambia hapa. Kuna ule mwanamke ambaye alikuwa ni mjane, Biblia inasema Mungu alipomtuma mtumishi wake Elia, anamwambia enda katika mji fulani, nimemwamrisha mwanamke mjane ambaye atakulisha. Huyu mwanamke mjane hakukuwa na uwezo, lakini kuna kipande ya unga, Biblia inasema alikuwa na. Mungu alijua nimempa kipande ya unga. Njoo ile mateste za Mungu, anataka kuteste juu akupromote. Mungu akuteste juu angamie. Mungu akuteste juu aone kabisa unalia, na kuteste juu apime imani yako. Angalia degree, anasema napendaka Mungu anipewe niveau fulani. Anakuanzia kwanza kanivoka chini. Usiwaza sasa alikupatia kidogo kusindia wengine juu anakuchukia, anakupa kidogo juu iko na lazima yako, anataka angalie vile atakukabidhi makubwa. Mwanamke mjane na mtoto wake anasema basi nitakula hii na itamalizika, sitakuwa na Mungu ameshakuamuru. Mungu anakupa kale kadogo, anajua ni kadogo, lakini anakuamrisha ufanye hivi. Ndio maana nataka nikwambie wewe ni mjane ambao uko mjane. Mungu anaweza kubariki hata na dola 100. Ile dola 100 amekupa nayo kwa zingine, uko mjane.
Anakuzungumzia tu. Unaona kuletea mwingine tu mjane mwenzako mwenye hana hata $5 ama 10, anahitaji tu $10 angalau achuruze miwa. Mungu anamfanya tu, anakuja kwako polepole na sasa, nikipata hata $5 ya kuchuruza miwa nitakuwa ndashukuru. Unajua ukimpa ile $10 inaweza kuwa ni mtihani imekuja pale, wewe haujui. $5 akinunua miwa 5 ama miwa 10 anakatakata na anakuwa busy msoko. Tena baraka za Mungu azihitaji mpaka uko na mtaji mkubwa, mtaji mdogo tu na baraka za Mungu juu kuisha. Afa wakiwa kuna mfariji asembo sio tuko wajane tuesaidia ndugu yangu. Mjane na mjane, kuna wajane kuko makategori. Mungu akapermettre tentation ya shetani, ama Mungu akapermettre kujaribiwa kwa shetani kwa maisha yako. Anaweza kaifanya ili kwamba atukuke, ili kwamba amsabote shetani, kumuonesha kama mimi nimetukuka. Hauwezi vile alisema, kwa sababu ya Ayubu alijua. Mengine itakuwa ni tamaa zetu, ndio wakati tunaonga kwenye majaribu kwa sababu ya tamaa, tunasema Mungu amenijaribu. Hapana, Mungu anakujaribu musanse niko positif. Mungu anakujaribu ili anatafuta kuzongeza hatua nyingine. Njoo jaribio za njoo yani hatutasema ni jaribu, ni kipimo kia Mungu anakupima. Kabla useme Mungu amekujaribu, Mungu amekutante, fikiria kwanza. Kwenye Zaburi 121 mstari wa 3, Psalm 70 verset 3 inasema, aseme asiuache mguu wako uzogezwe, asisinzie akikulinda. Kama Mungu anaacha tu unajaribiwa, wakati nyingine anakuwa na watch. Nimesema jicho la Bwana linakuwa na kuangalia. Anaweza kuacha jaribu zinakuja kubwa kwako, kumbe sio lengo Mungu. Kila kenye kinakuja kwa Mungu, hata kama kinaonekana jaribu, Mungu enda saa zingine anatafuta kutengenezea ushuhuda. Na ile ushuhuda wakati utashuhudia, kuna watu ambao watafunguliwa tu kupitia ushuhuda. Sio kila ushuhuda inaleta uzima, hapana. Aseme hata acha mguu wako uzongezwe. Ndio anakutengenezea saa zingine ushuhuda, ushuhudie, ukue kielelezo, watu waone Mungu kupitia wewe. Katika Zaburi 34, Psalm 34:20, Mungu anaahidi, anasema hata ruhusu hata mfupa wako moja ukatwe. Kwa sababu hata unapitia jaribu ya namna gani, shetani amekujaribu kama vile alimjaribu Ayubu. Mungu hata acha mguu wako hata mfupa moja ikatike. Bana kutega maaksida shetani. Mungu wakati mwingine anaangalia shetani akujaribia na kutegea maaksida ukufe. Fulani akufaki kuna dawa manini? Hapana. Mungu asema nataka tu nitukuke, acha tu ajaribu. Mungu anaacha vile. Mungu anapoweka talanta ama kipawa ndani ya kila mmoja wetu, Mungu anakuwa na lengo. Mungu iko na objective. Kuna kile kitu ambacho Mungu analenga katika maisha ya mtu. Wakati ameweka kipawa ndani mwako, anaweza kulenga kitu na tena kwa faida yako wewe mwenyewe. Hawezi akaifanya kwa azari ama kubahatisha pana. Lakini kabla aifanye, alijua unaweza. Alijua kuko capacity, kuna kitu ambacho ameweka, kuna uwezo ndani mwako ya kuweza miliki kile kitu. Lakini usipokijua, ndio unakutana zingine shetani anazichezea, anazitumia kwa sababu ya nini? Hatuzijue. Mungu alikuwa amekumeziria, amekuevaluate. Naona ile nimekupatia na kusaidia. Wakati nyingine tunaomba Mungu kile kile tunataka, lakini unakutana naomba Mungu nipe, Mungu anakupatia kile kile unastahili kwa wakati ya leo. Niko naomba Mungu nipatie gari, Mungu anakupatia baskeli kwa sababu anajua saa zingine acha nianze na baskeli. Nione kwanza waaminifu kwenye baskeli ili nimpatie gari ama pikipiki. Niko nasema hii baskeli mbona mwingine anampatia gari? Hapana, mko tofauti. Unaweza anza na baskeli, yule mwenye alianza na gari anakuwa mpumbavu na wewe unapanuka kwenda mbele. Kwa kile kenye Mungu anakupatia ni kizuri, anajua. Kwa hivyo Mungu anatafuta kwanza ya kuamini. Mungu anataka akupanue. Mungu anataka akuzongeze mbele kwa kiwango fulani ambao umetaka. Lakini ajaribu kwanza aanze kuteste degree ya fidelite kwa kila mmoja wetu, kwa yale madogo ambayo ameweka kwako, ili kwamba atupeleke mbali, ili kwamba Mungu awekeze mambo makubwa ndani mwako. Anaanza na yale madogo ya kudharauliwa. Unajua nasemaka na mimi, kwa Mungu tatizo sio kiwango ama somme d'argent. Sio tatizo. Sasa Mungu ni tajiri. Lakini nataka kuangalia utakuwa mwaminifu kivipi kwa yale madogo ambayo anaweka ndani. Unataka wakupromote, umekuwa mwaminifu kwa madogo kivipi?
ile ambayo unaita ni salaire dérisoire ama mshahara ambao sijui incentive, niko na mshahara sijui fulani, ni mdogo ndio, lakini pamoja na udogo wake ni vitu gani ambazo umerealize kwa yale mshahara ni mdogo. Hata kama ni mdogo haiwezi kufanya mambo makubwa, lakini inaweza kufanya madogo. Mungu anakupima tu kwanza pale, angalie. Nilishindwa kufanya ile jambo ama lingine. Sasa unaona fulani walimpatia kazi mimi kunishindia, hapana. Problemi sio za mimi. Bali kupa saa zingine kulingana na vile wanaona capacity yako, unaweza kumiliki ile na Mungu akufikishe tena kwa etage ya juu. Ni kitu cha maana sana. Ile ambayo umefanya na yale madogo ni gani, ili kwamba umwambie Mungu, angalia seke jefi na ile kidogo nilinipatia, ili kwamba Mungu aipandishe tena. Nataka angalie tu hatua ambayo umefanya na ile kidogo. Inaweza kuwa ni pesa, inaweza kuwa ni talanta, inaweza kuwa ni kipawa ambayo Mungu aliweka ndani mwako ili kwamba kimtumikie. Je, umekuwa mwaminifu kwa kile kipawa ambapo Mungu alikupatia? Umekifanyia kazi ama umekidharau? Alikupatia revelation, anakuambia unaona lile kanisa linawaka chafu na wameshaka tafuta clean kanisa. Unaweza kuwa una clean. Nilisema kwa watu wengine kuna wakati Mungu anakuweka tu ndani kitu na anasema hapa kwa uchafu. Wewe unaona uchafu kwenye wengine hawaoni. Mungu anataka sasa uanze kufiagia mule clean kanisa, lakini unasema hapana. Kwa sababu nasomea kama mtumishi, natembea na watumishi ya Mungu, mimi nataka niwe mchungaji. Ndio, kwa mchungaji si mbaya. Lakini kuwa mwaminifu kwanza kwa kile ambacho Mungu amekusukuma kwanza pale. Anzia pale kwenye Mungu amekusukuma. Anajua kwa nini, anajua kwa sababu. Wenda saa zingine ndani mwako mna kiburi, mna ile hali ya kuinuka. Anataka kwanza akushushe kwanza. Anapokushusha, unapokubali kushuka, ndio Mungu analeta sasa kukuinua vizuri. Nasema kama mtu mwenyewe hajapimwa, anaweza kuwa jaribu kwenye maisha yako. Sababu yake na mtu mwenyewe hajapimwa. Jaribu kwanza kupima mtu ili kwamba ufanye safari mrefu na ule mtu. Itakuwa kitu cha maana, kitakusaidia. Mungu anataka angalie degree ya fidelite, degree ya soumission yako kwenye yale madogo, ili kwamba aweze akakuinue. Otherwise utakuwa unajaribiwa kila wakati. Sababu alikuweka pale, alikupa hiki, unataka kile. Sio vibaya kutaka kubwa, lakini ile ndogo alikupa, anajua aanzie na wewe pale. 17 Some 17. Anasema mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5. Ile ni 16. 17 aseme vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida. Lakini yule alipokea 1 alikwenda akaenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Aseme akamata zile fedha, zile pesa ambazo alipewa, akazichimbulia udongo, akaweka ndani, akazika. Aseme kila mtu alitumikisha kile kyake ambacho alipewa, akachuruza. Biblia inasema akafanya biashara na akazalisha double. 5 akaleta 5 wengine, 2 akaganyia nyingine 2. Lakini ule mwenyewe alipewa 1 akakuwa parese, akakuwa goi. Kuliko aenda multiply, akaenda kaizika kwenye udongo. Kuna ile mindset, poverty mindset. Mtu anazika pesa kwenye udongo. Nizungumza tena last time nikasema the key to unlock poverty. Mtu anakamata pesa, anazichimbia chini ya udongo, anaweka. Ni kama umepewa talanta, kipawa, unaweka, unabakia uko na observe wengine, uko unasikilia wengine wivu, na Mungu alikupatia talanta, alikupa kipawa cha uimbaji. Ushabakia tu muimitation, uko unaiga. Siku gani utaandire? Kuna vitu zingine ambazo zinahitaji andirasi, zinahitaji sacrifice. Hakuna success bila sacrifice, hapana. Alikuwa na mentalite nyiko sterile. Iko sterile financier. Anda nazika chini ya budongo. Nilisema wakati uliopita pesa hazikutengenezwa kwa sababu ya kwenda kuzikwa kwenye udongo, lakini pesa zilitengenezwa ili ziwekezwe mahali kwenye zitazaa. Na kama inabidi kukonsomea ama kukula, mtu anakulaka faida, unaangalia ni faida njoo nitakula. Ukikula mtaji, ukiona mtu anafanya biashara anakula na faida na mtaji, ule mtu ana tatizo. Iko na problem nyiko mental.
Pesa inakuwa unaweka mahali, hii ni pesa ya mtaji, ndio nakuwa naangalia nitakula kulingana na faida, nimeingiza faida, najifinya kulingana na kale ka faida, ili kwamba angalau nifike mbali, niende mbele. Ni tatizo. Mtu kama hule ndio amejaa masababu mingi sana, ukampa hizi hata mupe za mingi, iko tu na masababu, atakuwa na masababu kila siku akwambia hapana biliona, donc akosake masababu kwa sababu iko probleme na paresse. Ni mtu mwenye uko paresse. Na mtu kama ule hakupeleke mahali, ni rafiki, ni mtu yote ambaye uko unatafuta kumjaribu, kumtestia, uangalie kama anaweza kuwa msaada kwako, anaweza kusaidia kesho. Kama unaona anashindwa mara 2 mara 3, kuna kasoro kwenye maisha yake, amekuwa na masababu mengi sana, maakization. Unajua kuwa tajiri sio fakteri ya kukuwa na pesa nyingi, ama kuwa maskini sio mambo na pesa, lakini inaanza na mentality ya mtu. Uko na conception gani kuhusu utajiri? Kuwa tajiri ni nini? Kuna kanuni za mtu kuwa tajiri. Unaweza kuwa na ndoto nitakuwa tajiri, lakini unapopata pesa doke hauko hata na qualification za tajiri. Mtu akikuona na huyu ni maskini, hata ana pesa kwenye mkono. Kuna watu ambao hawana fedha, lakini ukiobserve tu maisha yake vile unamwangalia, sasa huyu mtu ni tajiri. Donc hana pesa yote, lakini unaona iko na uwezo fulani, iko na potential fulani ndani mwake, unakalifia, unasema huyu mtu ni tajiri. Nikiwekeza hapa kuna faida. Huyu mtu nikifanya biashara, nikidili na huyu mtu, anaweza no seulement kujisaidia, na mimi kesho anaweza kunisaidia. Kuna watu kama hao, utajua huyu ni tajiri ama ni maskini. Kwa sababu maskini ukimpa pesa, mawazo yake ya kwanza ni matumizi, ni depense, ndio anafikiria sana. Lakini tajiri anapopata pesa, haijalishi kiwango cha pesa ambacho anapokea, anakuwa anafikiria multiplication. Anaona hapa nimepata hivi, acha kwanza nzipite ndani. Unaona, ushapatia mtu, hata unaambia lipia mtoto shule, kama ni tajiri anakuambia hii pesa nilikuwa nizipite ndani vile, hapa yamfukuza hata kwa masomo, anazipita ndani mara 2, anazalisha, analipa shule na anabakia na mtaji. Ule ni tajiri. Kwa hiyo inabidi kuwa sana makini. Unapimwa. Kuna njia ambazo Mungu anakupima. Mungu anaweza kupima, mwanadamu anaweza kupima, kila mtu anaweza kuja na kutesteli kwamba anatafuta kuingiza kwenye biashara zake. Anataka kutestea kwanza ilione kama eske nitakuwa na mtu mwenye na qualifications zenye niko natafuta. Kuna zingine tutazitafuta hata kwenye walienda shule na unazikosa. Unapata mtu mwenye hajasoma lakini iko na qualifications za kusaidia kuzongea mbele. Anaweza kuwa sio ndugu yako, anaweza kuwa sio hata wa kabila yako ama wa dini yako ama wa kanisa lako, lakini mtu tu yenyewe unaona ni mpagani, unaona sasa huyu ni mpagani lakini iko na kipaa fulani, huyu nikimpata biashara zangu zinaenda mbele. Mungu akusaidie sana wakati unafanya selection, angalia. Maskini nafikiria tu nimalize yote ya kesho ya jua Mungu, na kesho anakufa mande. Unaweza kumnunulia mtu simu ya bei kali, simu ya $200, ya 300. Na wende saa zingine hana hata uwezo, yuko anatafuta mtaji ya $50, ya $100. Unamletea simu ya $300. Anaangalia ile simu. Sio kusema hataki kuitumikisha. Na angetamani atumikishe simu ya $300. $300. Nimeona vijana wengi ananunulia binti simu. Binti anaenda anaiuzisha, anaanza zizunguruka ndani, anaanza tutiza mazile pesa. Ni binti mwa unakutana iko na akili, unamnunulia kitu kia samani sana. Mimi naona ndio kivala, ndio amependa ni kivala. Ndio usikwazi yake mtu wakati unampa kitu unaona aliuzisha. Tamani kwanza kujua alikiuzisha kwa sababu gani. Hajasema hajakivala kwa sababu amekusabote ama alishindwa kivaa juu saa zingine hakuheshimia. Lakini saa zingine ameona hiki kitu ni kia samani sana. Huyu mtu angenipatia hata hizi pesa ndugu yangu. Niko natafuta mtaani na mimi nende churuza hata samaki. Ananinunulia simu ya $300. Oro samaki ni $100 nianze kuchuruza samaki. Anauzisha ile simu. Usikimbilie kumlaumu, angalia. Jifunze kwanza mtu muobserve. Ule mtu baada ya mwaka mmoja anaanza kununua simu ya zaidi ile kama ni tajiri. Unamupa. Na vile vitu wakati nyingine zinakuwa zinaonekana hata mtu angali mdogo. Iko na haja ya mtai lakini ataenda wapi? Wewe unampa tu zawadi. Anarekeleza hii simu kwa pesa. Huyu jamaa mtupa hizi pesa bure. Basi Mungu ambariki tu, anauzisha. Anarekeleza $100 anaanza maisha. Anaweka desa ama anaweka nyingine $100. Kesho unakutana amekuwa tajiri. Mtu kama ule usimkimbiza seme ni hivi ama sijui ni mshenzi, hapana. Business minded people. Uko mzazi,
unagaulia watoto. Wakati ino kutanaka wazazi wengine, nilikuwa na observe wengine bazazi anapartager watoto pesa, anamkeresha leo ni bona nini ama ni occasion fulani, anniversaire ama nini, kamata $10 kamata ngapi, anagabulia watoto kugawa tu jua nini bafurahi. Unaweza kuangalia hata mbatoto parmi les enfants, kuna kwa watoto unataka mtoto iko na business, iko na mind fulani, huyu mtoto atakoka fulani, a partir de ile bali mkeresha kwenye lenda, bali mpa zawadi, wanampatia kamata $20, anakiaka mbio mbio, anambia mama niwekee pesa yangu. Unaona wenzetu kwa masomo anachuruza hata mandazi, na mimi sasa tutafungula masomo ndaanza kuwa nachuruza mandazi, nisikwenda kulomba pesa za makae. Ni mtoto mdogo anakuja tu ile pesa, anawaambia mama niwekee, ama papa niwekee. Ile ni talanta, ni kipawa kiko ndani leo mtoto, lakini wakati mzazi anamwangalia mtoto amekuwa na maono, anamwambia mtoto wangu, hii pesa leta nikuwekee. Mama, unaona wenzetu wanafuga kama sungura, tunataka nabo kusaidia kukata maani ya sungura. Naye anakuwa na kale kawivu ndani, anakuwa ile curiosity, anakuwa na kale ka passion ndani mwake, kana kwa developer mwenyewe, anasema na mimi nikaanza fuga hata masungura bwana. Mwenzetu alinunua kuku moja, kale kakuku amefuga leo kuna kuku 5. Mama, nimepata $10 yangu. Na ninataka kama uniongezee ingine $10 na mimi nifuge hata kuku. Ni vitu viko très facile, viko très primaire. Siku na mimi ndaeneza hizo pesa na mimi ndafanya hivi. Donc anakuwa na wivu sana, iko na ile inspiration ya ba collègue baki, ba ami baki ku masomo. Mkartie una wenzake biko busy, unakuwa unaanza kose ni pumbavu. Na iko nakuwa na kale ka wivu, nasema na mimi ningetaka nifanye kitu fulani. Alafu kama iko na mzazi mwenye ko irresponsible, krokodile, mamba ama bata. Kuliko afikirie kwanza mtoto ametosha mawazo namna gani. Kwa watu wanaweza fikiria hata kushindia mzazi. Mtoto akipata $1 yake anaambia ni mwekee. Mama unataka ufanye nini? Lakini mzazi iko na mind, amefunguka, atasema mtoto ngoja nimsaidie. Naona iko na wazo fulani. Lakini mama ambaye ni mamba, krokodili ama bata, ana meza yote. Mtoto anakuwa anakupatia mwekee pesa, anakuambia mama hizi pesa nazifanyaka hivi, una meza. Uko unavunja ile kipawa kenye yule mtoto iko nacho, unakiua. Unaona ungana nasoma, maliza kwanza masomo ndio. Una mtoto mdogo anaweza kombine vitu zingine pamoja, anaweza soma na nani. Unajua kuna kitu ambao tuliuao sana wakati mwingine. Tulionyesha kama bila masomo mtu hawezi kuwa tajiri, japokuwa kuna wengine hata soma kama atakuwa tajiri. Ni mtoto mdogo ama wengine atasoma, na baada ya kusoma ile kipawa kenye Mungu ameweka ndani mwake kitakuja kuwa kikubwa. Inabidi kianze kuwa ankadeni mdogo, anaweza kuwa atakuwa mfugaji mkubwa, na atasoma na maliza anakuwa lisansia, anapata hata PhD, lakini anakuja kuwa mfugaji. Ndio kipawa kile niko nataka nikwambie. Una watoto, anza kuangalia matendances zao, intentions zao, ambitions zao ni gani, kwa nazianalize. Asikulete pesa una meza, mara 2 3 unamvunja, anasema mama vraiment sienda wekesha nani. Kesho anaanza kuwekesha huku nje na haribika. Lakini mtu mwenyewe kuna kila sababu, mtoto wangu anatafuta kununua mbuzi ya $50 afuge. Sasa kwa na $20, $30 mtoto wangu. Acha na mimi nikuongezee $20 tuangalie tufuge tuone atakuwa namna gani. Unamsaidia yule mtoto kujenga kwenye ile maono yake. Anaweza anaenda shule, anatoka shule anarudi anachunga hata mbuzi. Anaenda shule anarudia, anaangalia kasunguro yake, anaenda nakatakata majani atenge. Ile ni vipaji ziko zinakomaa ndani ya watu, lakini wazazi anakuwa ni kipofu, ana meza. Kwa hivyo ukonstrue, ujenge mawazo yule mtoto ili kwamba ikuwe ameliore, unaanza kumbanisha. Ukiona wapeti wengine atakuwa grand joueur, mcheza kabumbu mkubwa, akitoka shule anawezaka kumasomo, akitoka tu mbio anapotea nda ku game. Mzazi ase ima kabumbu itatuma na shindwa masomo. Hapana. Unakuta anaenda shule, inamsaidia shule, lakini kabumbu enda takoka meilleur joueur, iko na kipawa cha kucheza kabumbu. Anaweza kombine masomo na kabumbu, anacheza kama ana ile akili na uwezo. Kwa nini usimwankadre? Kwa nini kama ana uwezo usimtafutie hata maître wa cours d'histoire kwa anamfundisha, ili kwamba amaintenire kabumbu, unajaribu kufanya kile kingine kenyeko nakio na masomo asiache. Ngwasi kutamaliza kama masomo. Hapana, iko na maliza masomo na vingine viko vinaingia. Angali mdogo sana. Kuna vitu za maana zenye iko na conserver, msaidie kuzijengea yako. Atakuwa msaada kwake na kwa watoto wake, na atakuwa kabisa kielelezo. Kama kuna watu wengine anaweza kuwa tu anaelekezwa, wanamuoriente kulingana na kile yenye iko nacho.
Mzazi anaona mtoto wangu ana uwezo. Mama nataka nikuwe mwalimu, nataka nikuwe contable. Mzazi anaangalia hapana, wewe naona ukifanya agriculture utakuwa mtu mzuri. Ukifanya élevage utakuwa kama mtu wa maana. Wewe nataka nikuwe contable. Niwaambia last time. Na watu wengine watakuwa wanafanya show ma option tu, wanafanya tu par plaisanterie, prestige. Anamaliza, anakuwa diplômé. Anaenda soma licence, anakuwa sijui gestionnaire. Mais qu'est-ce que tu vas gérer? Japokuwa alikuwa na kipaa fulani, ungekuwa anaenda na kile kipaa pembeni kinakuwa karibu yake, unakuwa unampandisha na kio pole pole. Kesho anaweza kuwa mkrize, anafanya kazi na anakuwa mtu mzuri. Asema yule mtu akaremetre mali zake kwa wafanyakazi wake watatu. Ni kama nasema nina madada zangu na ndugu zangu, nataka wanisaidie kwenye maisha, kufanya biashara. Select watu ambao unajua watakusaidia. Hapana kila mtu kwa sababu ni ndugu ama ni dada ndio utaweza kumpea. Otherwise utakuwa disappointed. Ni rafiki, ni ndugu katika Kristo, sijui ni mjomba nani. Chagua kwanza, angalia je ana uwezo. Ase baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao, akafanya evaluation. Na kila mtu akaanza kuleta sehemu yake. Kila mtu akaanza kupredase rapport ama ripoti ya kazi aliyoifanya. Na pale tunaona vile kulikuwa ma appreciation, kulikuwa ma promotion direct. Bwana akaanza kuwa promote, akaanza kusema maneno mazuri ya kuwasifu. Par la suite anaba promote, anaba apprécier. Ana kabisa nipatia huyu 5, analeta 10, anakuwa na 10. Nimpa 2, anakuwa na 4. Huyu kabisa ni mtu mwenye siwezi achana naye, ni mwaminifu. Verset 24. 24-25 inasema. Asema akaja yule aliyepokea talanta moja. Akasema, Bwana, nilitambua ya kuwa wewe mtu mgumu. Wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. 25 nasema basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi kuizika. Tazama unayo iliyo yako. Asema akaleta ile talanta yake. Un insensé, un paresseux. Ase Bwana, nilijua kabisa huko mtu mgumu. Mtu mgumu anakupatia pesa. Mgumu, asa huko mgumu sana kabisa, niliona kabisa huko mgumu. Mtu mgumu aliachilia pesa na kupatia pesa uende kufanya biashara, unamuita tena mgumu. Asa unapenda kuvuna kwenye kupanda, unataka uvune kwenye kupalilia. Alishatupa mbegu kwenye shamba. Niwe mwenyewe uangalie sasa hii mbegu nitaifanyia nini? Asa on donne des kilotes aux gens qui n'ont pas de fesses. Mtu ana maikaleo anampata. Njoo ulikuwa na professeur mwasi, unaona watu wa petit saba. Petit kuna ma potential za mingi, lakini sasa wapi? Sijui kama walimpatiaka nao, walimpatiaka alionaka. Ndio alionaka. Kwanza sasa alikuwa anamsamini, lakini yeye mwenyewe kujijua. Asana huko mtu mgumu sana. Unataka uvune kwenye kupanda. Mbona alipanda kwa mwingine na amevuna? Mbona alipanda kwa ule mwingine akapata double? Na wakaona ngwani pime kwanza na huyu na hii nione kama atavuna. Ikakuwa ni aibu sana. Unamwita mtu asini mgumu na alikupa mwanzo. Alikupa angalau quelque chose. Wanakuja kuvuna kwenye kupanda na alitupa mbegu. Ni wewe mwenyewe ulipedi uanze kupalilia, uanze kuvane, kutengeneza, kusarikle, unaweza fanya sariclage. Kazi yako ni nini wakati ametupa mbegu pale? Ni wewe uanze kufikiria, kuanza kubuni. Wenzeni walifanya biashara, wewe ukafanya nini? Wenda ulizika ama ulimeza. Alitupa mbegu kwisha, lakini kwenye shamba ambalo liko tasa. Alitupa mbegu kwa shamba tasa. Alitupa mbegu kwenye shamba la maskini. Un paresseux. Mtu anasema bakuoe, bakujengee nyumba. Nataka tena bakuzalie na bakulishie na watoto. Alafu wewe kumisho kio unaitwa baba. Unaona c'est normal uko baba wa namna gani? Kuna kitu unapatia kama mtu anambia enda anza maisha. Nakupatia mwanzo njoo enda. Ukirudia hapa umefaulu nitakuongezea ingine. Njoo maisha ile, njoo mtu kufanyika mtu. Lakini kila kitu wakufanyizie. Sasa watoto wako watafanywa nini? Ama watafanyia watoto wao nini? Verset 28. Aseme bwana wake akajibu,
Akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya? Basi ilikupasa kuweka fedha yangu kwa watoa riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta 10. Asemi, kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezwa tele, lakini asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Huyu mfanyakazi mwenye alikuwa ni parese, alikuwa ni goigoi, alikuwa ni mzembe, anakuja na maneno ya upuzi. Aseme, bwana pesa zinikupatia. Aseme, unaanza ushaona mtu anakuambia si maana unaona mimi ndio punda yako. Ulifikiria mimi ndio hivi? Mwenye alikupa alikuwa anajua kenye analenga. Huko unashinda unatafuta kazi, unazunguka kazi, huko lisansi umeanza masomo. Mtu anakuambia pesa ndio zifanya biashara. Anakutega kwa nataka angalia itakuwa namna gani. Ushapata mtu anakuambia anataka kujengea nyumba, anakupa pesa ndio ujenge nyumba. Unajenga nyumba, unasondeka nyumba mpaka hata upepo ukija terembleme kuja inaangusha nyumba mzima. Kisha kesho anakuja anakuambia bwana, ile nyumba ni yako. Unasikia aibu. Nyumba mwenye conscience za mili yako unaweza kumwambia kumbe nyumba alikuwa ananijengea mie. Njoo inaanguka. Na huko katana ndoto ya kujijengea nyumba. Wewe mwenyewe unajisondeka. Ile bwana akasema, mnyang'anye ule, mpatie ule mwenye kabisa iko na 10, sababu ule njoo mwanaume. Aseme upatie ule mwenye iko nacho ili kwamba aweze akasonge mbele, na ule mwenye hana iko mwenye ranse, ama ule mwenye alipewa kidogo na iko mpuzi, iko goigoi, mumunyang'anye na ile hastahili. Naona kama Bayer de Fond tunatafuta Bayer de Fond wa sponsor. Niko natafuta Bayer de Fond, natafuta sponsor. Hapo inahitaji ya mtu mwenye iko natafuta abo bampatie njoo aanze, hapana. Banatafuta mtu mwenye ko deja stirlesha. Mtu mwenye ko anafanya kazi, bajaba anajua huyu mtu ni fasi tunaweza tukainvest, tunaweza tukawekeza kwa huyu mtu. Un donateur, un bailleur de fonds akuja keto anakuja, anakuulizaka achievement nini umesha achieve. Obstacle gani zimekutana nazo kwenye ile kazi ili kwamba nione nitaintervenir wapi. Hata kwambia sema no, niko nataka anza projet fulani vraiment nataka mwanzo. Ukiona mtu anakuambia natafuta anza projet na hana hata pano ya kalanga nyiko na churuza, ule mtu uende naye pole pole. Kuna watu wanajua kutengeneza ma projet hapa, anza itengeneza mpaka na convert unakula deni ku benki. Mesona mwanga pesa mikono, masababu inakuwa mingi. Anakuambia siski unaanza minjo boy yako, unaanza utanitumikisha bila kunilipa. Ulioza na japokuwa alikwambia ndugu yangu wewe hakuna shida, hata mshahara sitaki. Wewe nipe tuanze tuone tutatoka umaskini, unamupa. Na muangalia tunasangwani mchunguze kwanza. Na kesho unakutana maneno unaongea ni upuzi. Sasa huyu njoo mwenyewe alikuwa analialia hapa. Huyu njoo Bayer de Fond, donateur tunabalia. Au zinambia nikwambia wewe niko natafutie dona na wewe mwenyewe nitakuevaluate kwanza mwenyewe. Una uwezo gani? Sababu unaweza kupata donateur kama hauna mizizi, kama hauna capacity, hauna talanta, hauna mbino ama ambition, hata kana naenda. Bayer de Fond bana kuulizaka umefanya nini? Nini umesha achieve? Habataki mtu anataka nianze, hapana. Anataka ule mwenye shaka anza njoo aanze kumsaidia. Atakuuliza una nini, kama vile Mungu aliambia Musa una nini. Ukiona hizi ma association sans but lucratif ama hizi ma ONG locale zinakuwa subventionné na gouvernement inakuja inaangalia mu community umefanya nini, kazi yako mu community. Unataka tukwambie niko basé mu quartier ama mu province fulani, na kuuliza kama ile province umefanya kitu gani, mu ile quartier est-ce que kazi ya services zako mu quartier zina impact population namna gani. Njoo nakutana gouvernement mbele kusubventionner, inataka ijue ma œuvres zenye umefanya. Inataka kuangalia kazi ambayo unaifanya inasaidia community namna gani. Njoo nasikia subvention inakuja ya leta inasaidia ma organisation, bana selectionner, bana fanya audit. Hawape tu kila mtu, bana pima. Eske umeshaka fanya nini? Hata banki haikupatia tu pesa. Hata Ulaya wanaambia wao pesa wanapatia ka benki, wanaangalia unafanya kazi wapi. Afrika unatafuta kulomba pesa ku bank, kuna kiwango cha pesa wakupatia, wanakuambia unaweza tupatia gage ama caution.
Bana kupatia, tupatie document ya parcelle, tupatie sijui document ya nyumba. Bana kulomba tupatie document ya business unafanya nayo. Juu banki kupatie pesa. Kwa sababu wanaona unaweza kuwa mkorofi. Ndio maana Yesu last time nilikuwa nimwambia, Yesu alipomwambia Yuda banamletea mafuta ya sheri, parfum mzuri, aipakali. Yuda anaanza leta madili, tusaidie ba maskini. Yesu akamwambia maskini mnao kila siku. Kwa sababu kuna watu ambao hata umjaribu namna gani, hata ujaribu kumtestea namna gani, atabakiaka tu maskini, mandia wa kuomba. Hata umupe milioni ngapi za dolari, atabakiaka tu mtu mwenyewe wa kuomba. Doke ni mtu mwenyewe alishaka sinye maisha yake mdependance. Alishaka amua kupelekwa kama vile wheelchair, kupelekwa kwenye, unaona kama mtu anamsukuma kwenye wheelchair wakimwachilia na ule mtu wa vile ukitaka kupeleka inabidi ukuwe na nguvu za ajabu sana. Otherwise anaweza kutransforma na kuwa vile sana yeye. Utamfanana. Yesu akamwambia maskini mnao kila siku. Inaweza kumaanisha vitu nyingi sana. Nini kwambia unaambia fulani usaidie yake watu, usikuwa na laumu mtu, wewe amejaribu watu sana ili kwamba waweze kuepole. Lakini kwa sababu watu wanakutana iko na mindset ya umaskini. Kabla utoe mtu kwenye hali, inabidi uelewe kwanza tatizo lake nini. Nini chanzo ya ile matatizo ambayo ule mtu wako nayo? Sino utakuja kutana na bebana matatizo zingine, maisha yako tunakuwa ni mtu wa kulia très malheureux. Japokuwa ulikuwa na nia za mzuri, ulikuwa na intention za mzuri, lakini kwa sababu ya kutokujua huyu mtu ni maskini ama ni tajiri, unakufa bure. Na la plupart des gens ce sont des hypocrites. Yesu alikuwa na wanafunzi ngapi? Mingi sana. Lakini kabla aondoke alikuwa amepitisha na watu matest, alikuwa amepitisha mitihani na watu wengi sana. Akachagula 12. Aliona hawa 12 ndio wana uwezo. Hawa 12 naweza kuwa siko leo. Lakini kulingana wakina Petro, wakina sijue Yohana, wakina Marko, wakina sijue Thomas, wanaenda wale hata kama wako na vitu fulani, lakini naona nikiongeza nguvu za Roho Mtakatifu kwa hawa jamaa watafanya kazi kubwa. Kwa hivyo wanahitaji tu kuwa empowered na Roho Mtakatifu ili kwamba wafanye kazi. Petro alikuwa ni mwanaume kabisa, mbinga ya mwanaume. Lakini sio, unaona huyu anabidi tu ajaze Roho Mtakatifu, atafanya kazi. Kuna watu ambao unawaona selectionner watu kuselectionner tu par sentiment, utavunjika moyo, utakuwa desi. Watu 12 akachagua, mmoja na akatrairi. Akamsaliti jua nini, alikuwa mtu mwenyewe deja ilifale anze onesha makucha mapema. Yesu akamtia kando, baada wakamremplacer na mwingine. Katika familia, kwenye kanisa, mumazingira ya marafiki zako, hautatembea na kila mtu. Inabidi nikwambie, hautatembea na kila mtu. Kuna watu ambao kabisa, unajua wakati mwingine vitu zingine zinakuwa traité sa vile ni paresse ama ni kujivuna ama ni kudharau. Hapana, kuna watu ambao saa zingine umekuwa rafiki naye kwa muda mrefu, umejifunza ule mtu sana. Kesho Mungu anakupa kazi, unakutana unatenga marafiki fulani kwa sababu ya nini? Kuna kitu ambacho zingine huyu mtu alikuwa hivi na hivi na hivi, hawezi kunisaidia. Sio kusema umejitenga naye kwa ubaya, lakini unasema huyu mtu ili kwamba nifike mbele inabidi nijitenge na hawa. Yesu alikuwa na wengi sana, akachagua 12 akaselektione. Anasema nitaenda nao. Na ukiona wakati Yesu alikuwa anataka toka nenda kando, anaita 2, 3, anasema twende pembeni kwa sababu anajua bana ujuzi zaidi kusindia wengine, il faut sélectionner les amis. Sio kila mtu utatembea naye, hapana. Una maono, wewe ni mwimbaji mkubwa, wewe ni mhubiri mkubwa, wewe sijui ni mfanyakazi, mhudumu mkubwa. Tafuta watu ambao wataelewa kile ambacho unabeba. Ukipelekana kila mtu utakuwa desi, utakuwa disappointed. Ni wale watu wanakutanaka ba paresse, njoo mwenye kesho alishindwa, anaanza sema huyu kama ninashindwa leo ni kwa sababu ya fulani. Hapana, ulikuwa na initiative ya mzuri kusema umuinue, lakini hakuna. Katika familia hautainua familia nzima kwa mara moja. Mtumishi mmoja alikuwa anahubiri anasema hauwezi inua watu wote kwa mara moja. Ni lazima uwe na capacity ya kuselectionner, kuangalia ni wakina nani. Huyu alikuwa na wafanyakazi, sidhani kama wanaweza kuwa ni walikuwa 3 tu, lakini anachagua 3, anasema hao 3 ngoja niangalie nitawekeza ndani. Mmoja ana traira, anasema sawa ametraira, lakini hao wawili kama wanaipole nitarudia, nitawapromote. Kupimwa. Kila kitu kinapimwa. Usipokuwa na ile notion utaumia.
juu ni ndugu, unafungula umestruggle, umefanya kila kitu, umekatika jasho, naambia ndugu kuingia mwa hii warehouse uanze kujere. Hakuanzaka mwanzo, hajue machungu ya mwanzo. Sio kila mtu, sio rahisi. Inabidi kwanza ule mtu uwe umefanya uko na parcours na ule mtu mlianza mwanzo mpaka unafika kupenye, unasema huyu nina muangaje pale kwa sababu unaona amekalifia. Achana mafanatisme traditionnel. Zimeangamiza watu wengi sana. Nasema kama mara mingi kuna ile inaitwa solidarite africaine, tunakuwa tunaidefinire vibaya sana. Tunakuwa wa solidaire mu vitu ya upuuzi, umaskini, tunakuwa maskini kwa sababu ya nini? Hauwezi kumteste mtu. Unaona ukitaka kumjaribu unaona vile manake ni kama ni crime una commit. Hapana, uko na droit kuselectionner. Ukijua huyu anaweza kuwa sio ndugu yangu wa damu lakini unaona ni binamu yangu. Wenda ni rafiki yangu. Kuna marafiki wengine unaweza kufanya naye deal biashara na ule rafiki anasaidia hata familia yako kama ni rafiki mwenyewe kabisa. Sababu kuna urafiki mwingine inakuja inageuka kuwa undugu. Unaona huyu mtu ni wa maana sana. Acha nimkamate. Ajisaidie kwanza, anisaidie na kesho polepole avec l'etat atakuja anasaidia wa ndugu. Ukisema mpaka tu wa ndugu yangu, utaumia kama hujajua kwa sababu ya nini wa ndugu zako wazongee mbele. Opportuniste, paresse biko mwa hii dunia ni bengi sana. Ni watu ambao wanakuwa wanakuangalia, wanasubiri matunda ya kazi ambayo utayafanya. Bana ikalaka tuko wanaangalia, biko wanakuobserve, uko unalima shamba, wanakuona, wanapita, wanakupigia mambakela, wanakupiga kisodo, wanakutibia, wanapita. Masimango wanakusimanga. Mvua inakunyesha uko unapalilia, uko unafanya, bana sima. Kisha siku unaona wanaanza kuona matunda inamwangika hivi. Bana kuya bana apparaître, bali disparaître. Mais ça wanakuona matunda bila hata invitation, wanakuja wenyewe. Angalisho. Kama mtu hajapimwa, alipima kwenye mtihani akashindwa, fanya maisha yako, afanye maisha yake, mtasaidiana kule mbele. Kuna watu ambao itabidi usonge mbele, ukuje kuwasaidia baadaye. Lakini ukisema uanze mwanzo misaada, azigauli yake misaada vile, hapana. Inabidi ujue kwa sababu gani. Utakuwa unagawa misaada kila siku. Lakini angalia quality ya watu wenye utawekesha ndani. Kuna mtu mwenye utakuwa ulipachaka kidogo, mpaka unasema ningempachaka hata za mingi kweli. Si kwa nimemwamini. Sio vibaya. It's not too late. Unaweza kumjaribu tena mara nyingine muongeze na atakuwa mwaminifu. Mungu akusaidie sana. Uweze kufanya selection mzuri ili usivunjike, msikue desi. Kuna watu wa aina kama wale. Unajua mwa hii dunia kama kupata tu kibakuli kia unga inafanya hivi. Ufalme wa mbingu lazima ni hatari. Kupata tu bugali ya kukula leo siku moja inakata mwanaume jasho. Ufalme wa mbingu haiko rahisi. Kuwa na jina, kuwa na ndoa ambayo imefanikiwa, haiko melala unakucha, hapana. Haiko zile unawaka nazo my dream house, my dream husband, my dream wife, my dream whatever. Hapana, haiko vile. Kuna kazi inafanyika ili kwamba unafika wasema kuko jina nasemaka jina ambao watu wamekupatia wanakupanga juu kwa masifa unagawaka. Lakini uko jina yenyewe kazi unaifanya itakupatia jina. Hautaji kukimbia tu mtu mwenyewe haelewi wenyewe uko ndani, weka kando, move on. Kazi itakupa jina. Na utajiri wale wote wa Paris. Akishaenda kule maisha ya Paris na utana amejaribu kila kitu. Siku anaona umekuwa successful, utamwajiri kazi na condition. Na anaisikuwa na discipline. Tani kuambia nataka nimalizie. Anaweza kuambia unasema uko na kipawa fulani. Wewe unakuwa na kipawa cha kuimba. Wewe unakuwa na kipawa sijue cha uinjilisti. Wewe kabisa uko mwimbaji wa gospel international ndio. Banaweza kuambia vile. Na unabakia unajisifu tu mwele nani. Sifikirie itakuja tu ovyo ovyo, hapana. Kila kitu tu na pale même prix. Kila kitu hakina gharama moja jamais. Kuna vitu zingine hazita happen kwa sababu tu bali kuwekea mikono, hapana. Kuna vitu zingine inabidi kabisa ujikatale. Kuna vitu zingine inabidi kabisa usakrifie muda wako, usakrifie mambo mengi sana juu uweze kilikuwa bali shakwambia bali kupatia kipawa fulani uko nakyo ndio, lakini hakitakuja kukomaa kwa sababu tu Mungu kumalisha, hapana. Iko Mungu ndiye atakumalisha. Mungu anataka aone interest, aone kabisa attachment yako. Uko attaché sana, umeinvest. Unaona mtu anapata pesa, ana invest kabisa mwa ile kipawa ambacho Mungu alimpatia. Paka Mungu anasema huyu mtu
anafanya kitu hata hakuna faida zinatafuta, anatafuta tu anitukuze. Na Mungu anakuja pole pole kuangalia vile unajitoa. Haitakomala tu aseme hapana. Hapata la Mungu asio asubuhi unaanza ombea watu wanafufuka, hapana. Wewe walipatia kipawa cha miujiza kufanya miracle. Ndio, Mungu alisemaka. Au mama yako alikuwa amekwambia ndio. Lakini inabidi uanze kukitengeneza, kukishape pole 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 pole. Ça prend du temps. Inachukua muda lakini pole pole. Na unafanya selection ya watu wazuri ambao kabisa utatembea nao. Utafika mbali. Nimekwambia tuna pale même prix. Zingine zinahitaji sacrifice supreme. Ndio nikwambia kila kitu hakifanyiki imposition de main, wanakuwekea maombi tu ya msaada. Kuna vingine ambavyo inabidi wewe mwenyewe uko na muda kutafuta Mungu. Mungu linipatia, uniambia nifanye hiki. Ninakutafuta Mungu kibinafsi. Wakati nyingine unajifunza kumtafuta Mungu kibinafsi. Hakuna mtu mwenye ataelewa kile kenye umebeba isipokuwa wewe mwenyewe, ndio utajua umuhimu wake. Wewe mwenyewe utajua kenye waliweka ndani mwako. Hakuna mwingine. Nasema kama mara nyingi hao tunaona ba Freemason, aba marabu. Marabu atafanyaka mtu akawa mcheza kabumbu mkubwa sana. Jamais. Marabu hawezi kufanya wewe kabisa profeti wa ajabu. Hakuna. Au contraire, wanakujaka wakitembelea mtu ni wakati wanaangalia kuna kitu kinye uko nacho, lakini mwenyewe hujui kukipanua, ndio wanakuja. Mungu amekupa talanta, kipawa kikubwa. Ukisikia mtu anaenda Freema, anaenda wapi kutafuta nguvu za kumfanzia Mungu kazi? Hawezi fanzia Mungu kazi na silaha za shetani, never. Na shetani atembelee kila mtu, hapana. Akikuja kwako maana yake anajua huyu mtu kuna kitu ambacho kuna njoo anataka akipige. Usipojijua anakifienta, anakimaliza. Shetani akuoneshaka tu 100% kile kipawa kinyuko nako. Anakupa 1%. 99% yote anaexploit. Kwa hiyo wewe unabakia mtumwa na alikupa kipawa. Mungu alikupatia kipawa, lakini inabidi ukidevelop ni kipawa cha kiroho tumikisha. Ni kipawa cha kimwili tumikisha. Ni kipawa cha kiuchumi. Move on, go out, fanya kitu ambacho kinaweza kwa kabisa na mwambie Mungu, wewe ndio ulinipatia kipawa, nisaidie, nataka ni prosper, nataka ni move on. Mungu ni mwaminifu, atakufanyizia. Lakini fanyia kwa kazi. Kuna nafasi ambayo utafanyia kazi. Hakuna mwenye atakuja ukifanya kwa nafasi yako. Tu bana amekupa, ni mtiana na kutesti. Alikulotesha anambia atakufanyia hivi, ndio. Zile zote it's true, hakusemaka bongo. Lakini na kuacha pale. Hizo nyuko napita nazo ni mtihani, zitapita, ni test za maisha, zinakuteste kuangalia huyu mtu eske anatenire sana kwa kile ambacho anafikiria. Ndio. Baba, katika jina la Kristo, Mama salama, Alfa na Omega, Simba kabila ya Yuda, kimbilio la msaada kweli, inakuja mbele zako Bwana kwa ajili ya kulisifu na kuliasante na kuinua jina lako. Asante Bwana, asante Simba kabila ya Yuda, asante gemeo la msaada kweli Bwana majeshi. Mfano bariki ndugu, dada, kaka ambaye amekuwa kinifuata Bwana majeshi. Na muombea Bwana, enda umsaidie mwamba sana. Najua kuna mambo mengi yamekutana nao Bwana, kuna mitihani tunakutana nazo Bwana majeshi za kibinafsi kwa ajili ya tamaa zetu, tunaanguka kwenye majaribu, na kuna zingine Bwana zinakuja ili kwamba utukuki, ili kwamba tuzongeze mbele. Lakini Bwana, ninaomba kila mtu amenisikiliza Bwana majeshi, mupatie ufunuo kile ambacho anakutana nacho. Wenda ni mtihani ambao unampitisha ili kwamba umpromote, lakini ameshindwa kwa promoted kwa sababu kila mtihani anapokuja anaanguka mtihani. Lakini nataka siku ya leo Bwana agundue kama kile ambacho anapitia Bwana majeshi ni test, ni kipimo ili kwamba mpandishe kwa kiwango kingine. Nataka ajue kutofautisha Bwana mtihani na jaribu za shetani. Nataka kutofautisha mtihani na tantasio za mtu ambaye amekuwa na tamaa za mwili ambazo zinamwangusha kwenye matatizo. Asante Mfalme, asante Simba kabila ya Yuda. Pesi fanyo kote Bwana. Bwana, wewe ni mwanzo na mwisho wa salama. Wewe tegemeo la sala kweli Bwana majeshi. Asante Yesu, asante Mfalme. Ni katika jina la Kristo ali Bwana wetu tunaomba na kuamini. Amen, amen. Mungu akubariki sana na kutakia wiki ya amani, wiki ya heri na wiki ya ushindi katika testi ambazo unapitia, mitihani ambazo unakutana nazo za maisha, zisikuangushe, lakini Mungu anataka afungue njia kupitia zili. Ubarikiwe sana. Sambazia ndugu, sambazia jirani. Hakuna mtu anafanyika aseme no pain no gain in life. Hakuna kitu ambacho utapata kwenye hii dunia bila kupita kwenye mitihani. Katika maeneo zote, domeni za maisha, hakuna kitu ambacho utakipata bila kupitishwa. Ni lazima kuna pale kwenye utashindwa, simama, kuanguka na kulamuka ni sawa.
ya mubani kubakia chini. Unaposikia umeanguka chini, simama kwa nguvu. Mungu anaweza akakusimamisha tena kwenye ulikuwa give up, ile mtihani ulipitia ikakushinda, ukaanguka chini. Simama na uendelee, bado Mungu. Shetani anatafuta kile kenye kiko ndani mwako akizimishe, lakini nataka nikutabirie leo kama hata kizimisha. Nataka usimame na uamuke, Mungu akufikishe pale kwenye ile kwa ile atakufikisha. Bye bye. Tukutane tena wiki ijayo kwa majaliwa ya Mungu. Samahani, sambazia ndugu, sambazia rafiki. Ule mtu ambaye anataka abarikiwe pamoja na wewe siku ya leo, umsambazie na Mungu atakubariki. Bye bye.